Shalom, 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 mpenzi wa simulizi inayokwenda kwa title ya The Origin of Israel. Leo nataka kukusimulia hadithi nzuri sana inayohusu mnara wa Babel ambao ulijengwa na watu walionusurika kufa kifo cha maji katika ile gharika ya Nuhu ambayo Mungu aliamua kuiangamiza dunia kwa sababu watu walitenda dhambi. Tukumbuke kwamba Nuhu alikuwa ni uzao wa Adam na baba yake aliitwa Lamek. Biblia katika kitabu cha Mwanzo sura ya 7 na 8 inatueleza kwamba Bwana Nuhu aliingia katika safina akiwa na mke, watoto 3 wa kiume, wakwe zake pamoja na vikorokoro vingine vingi sana ambavyo vilimsaidia katika kuendeleza maisha yake wakati mvua ilipokuwa inaendelea kunyesha. Tunaambiwa kwamba baada ya ile mvua ambayo ilinyesha kwa siku 40 usiku na mchana kukatika, Nuhu alikwenda katika kidirisha cha safina ili aweze kuchungulia, kutazama nje kwamba ni nini ambacho kilikuwa kinaendelea. Cha kushangaza ni kwamba Nuhu hakufanikiwa kuona chochote zaidi ya maji ambayo yalikuwa yameizingira ile safina iliyokuwa imetua katika mlima Ararat unaopatikana huko nchini Uturuki. Wanasayansi wamethibitisha kwamba kuliwahi kutokea tukio linaloitwa gharika, na kuna baadhi ya vitu ambavyo vimeonekana kando ya mlima Ararat vikithibitisha kwamba kuliwahi kutokea tukio hilo. Vitu hivyo ni pamoja na mawe ambayo yalikuwa yametobolewa na kupitishwa kamba yakafungwa katika ile safina ili kuisaidia isiweze kuzama katika yale maji, lakini pia iweze kuwa na balance ya kuelea katika yale maji ambayo yalikuwa ni mengi sana katika uso wa nchi. Sasa unaambiwa baada ya Nuhu kurudi ndani kwa sababu aliona maji ni mengi, ilimlazimu awaambie familia yake kwamba wanatakiwa kusubiri kwa sababu nje kulikuwa na maji mengi sana. Sasa Biblia inatuambia kwamba walisubiri kwa muda wa siku 150 ndipo maji yaliweza kukauka. Ukipiga mahesabu hapo utagundua kwamba hawa watu walikaa lockdown kwa muda wa siku 150 sawa na miezi isiyopungua 5, ndipo walipoweza kutoka nje kuweza kuendelea na shughuli za kiuchumi ambazo ziliwasaidia kuingiza kipato. Sasa baada ya zile siku kutimia, maji yaliweza kukauka, ndipo familia ya Nuhu ilipotoka katika safina na kuanza kufanya shughuli za kilimo, ufugaji, uvuvi, biashara na mambo kadha wa kadha. Lakini kubwa zaidi ni kwamba hawa watu walianza kuzaliana na kuongezeka juu ya uso wa nchi. Sasa Biblia inatuambia kwamba Nuhu aliingia katika safina akiwa na watoto wa kiume 3 na majina yao yalikuwa ni Shemu, Hamu na Yafet. Sasa katika story yetu ya leo inayohusu mnara wa Babel tunamzungumzia mtu fulani hivi anaitwa Nimrod ambaye ndio telling wa story yetu. Huyu bwana anazaliwa katika uzao wa mtoto mmoja wapo wa Nuhu anaitwa Hamu. Tunaambiwa kwamba huyu Nimrod alikuwa ni hodari sana wa kuwinda wanyama, kwa hiyo katika shughuli hii ya uwindaji ilimsaidia kukua kiuchumi na kumfanya awe maarufu sana katika ile ardhi ambayo alikuwa anaishi na watu wake kwa wakati ule. Sasa alipofikia hatua ya yeye kukua kiuchumi, ilimlazimu kusafiri kuelekea katika nchi fulani hivi inaitwa Shinari. Ndipo alipofika pale na kuendeleza umaarufu wake na kuanzisha mji mmoja maarufu sana duniani unaoitwa Babel. Sasa unaona huu mji wa Babel ulikuwa na mashamsham sana kwa sababu hata mtu mwenyewe ambaye aliuanzisha alikuwa na matashtiti mengi. Sasa unaona Nimrod hakuanzisha mji wa Babel peke yake, kuna miji mingine maarufu pia ambayo alianzisha. Mfano wa miji hiyo ni kama vile mji wa Ninawi ambao Yona alipewa jukumu la kwenda kuhubiri injili katika ule mji, lakini yeye akaamua kula kona. Yaani unaambiwa Yona alipopewa maelekezo na Mungu aende kuhubiri injili katika mji ambao Nimrod aliuanzisha, aliamua kukimbia kwa sababu unaambiwa watu wa pale walikuwa na mambo maovu sana na walikuwa ni watu ambao ni wakorofi. Sasa katika mji mwingine ambao Nimrod aliuanzisha ulikuwa ni mji wa Ashuru, na wenyewe pia ulikuwa ni mji wa kibiashara na mji ambao ni wa kifahari. Sasa unaambiwa mji wa Babel ulikuwa unapatikana karibu na mto
Kwa hiyo shughuli za uvuvi, ufugaji na kilimo zilikuwa zinafanyika sana. Lakini pia unaambiwa kwamba mji wa Babel ulikuwa umepambwa na bustani za maua, lakini kulikuwa na miti ya matunda mingi sana. Kwa hiyo unaweza ukaelewa kwamba huu mji ulikuwa ni mji ambao una mandhari nzuri sana kwa kutazama. Lakini cha kushangaza ni kwamba katika mji wa Babel ilikuwa ukifika tu unakutana na sanamu zimepambwa katika maeneo ya mji. Yani ulikuwa kila kona utakayopita lazima ukutane na sanamu, katika kuta za nyumba za watu, katika miti, katika barabara, mabango, kulikuwa na sanamu za kutosha. Kwa hiyo unaweza kuelewa kwamba huu mji ulikuwa na watu ambao walikuwa wanaiabudu miungu ya kigeni na sio Mungu wa kweli ambaye tunamtambua sisi. Lakini zaidi ya yote ni kwamba mji wa Babel tunaambia watu wake walikuwa wana matendo ya ushirikina sana, na waganga walikuwa ni wengi. Kama wewe ni msomaji mzuri wa kitabu cha Daniel, unaweza kukubaliana na mimi kwamba mji wa Babel ulikuwa na shughuli za ushirikina sana, kwa sababu kuna wakati mfalme Nebukadnezar aliwahi kuota ndoto alafu akawaita wachawi na waganga wa mji pamoja na wenye hekima ili waweze kumtafsiria ile ndoto. Lakini tunaambiwa kwamba aliweza kutafsiri ndoto alikuwa ni Daniel. Na mara nyingi ni kwamba wafalme wa ule mji, hata kina mfalme Belshazzar na wenyewe waliwahi kuota ndoto, na watu wa kwanza ambao walikuwa wanaitwa ili waweze kuzitafsiri zile ndoto, utagundua kwamba walikuwa wanaitwa waganga na wachawi. Kwa hiyo unaweza kuelewa kwamba historia ya mji kama ninavyosimulia hapa ilikuwa ni kweli, walikuwa na mambo ya ajabu sana. Sasa unaambiwa kulikuwa kuna ibada za kishoga, mambo ya uzinzi na uasherati ilikuwa ni chakula kwa watu wa Babel. Kwa unaweza kuelewa kwamba huu mji ulikuwa na mambo ya ajabu sana. Sasa unaambiwa kwamba watu walipomaliza kulewa zile anasa, utajiri, walijawa na kiburi, ndipo wakaamua kuitisha kikao cha dharura ili waweze kufyatua tofali eti waweze kujenga mnara ambao utakuwa ni mrefu sana kuelekea mbinguni, ili uwasaidie wao kupanda na kuongea na Mungu wao ambaye alikuwa anaitwa Mungu Jua. Unaambiwa watu wa Babel bwana walikuwa wanamwabudu Mungu ambaye ni jua, na walikuwa wanamtolea sadaka za kuteketezwa kwa sababu waliamini kwamba jua lilikuwa lina uwezo wa kuwasaidia katika shughuli zao mbalimbali, kuwaponya magonjwa na mambo kadha wa kadha. Kwa hiyo bwana walipomaliza kufyatua zile tofali wakaitana ili waweze kujenga ule mnara. Sasa unaambiwa Mungu alipoliona lile jambo alikasirika sana. Kwa hiyo aliamua kuwatuma malaika wa kuangamiza ili waweze kwenda kuwasambaratisha wale watu wasiweze kuungana na kujenga ule mnara, kwa sababu lile jambo lilikuwa limemkera sana. Unaambiwa kwamba watu walianza kuzungumza lugha ambazo hazieleweki ili wasiweze kuwasiliana, na hili lilikuwa ni jambo ambalo Mungu alilifanya ili wasiweze kufanikiwa kujenga huu mnara ambao ulikuwa na lengo la kufanya ibada za sanamu na kumsahau yule Mungu ambaye alikuwa amewaumba na kuwasaidia katika ile gharika. Unaweza kuelewa kwamba hawa watu walikuwa ni waajabu sana, kwa sababu kama waliweza kuona kwamba wenzao waliangamizwa kwenye ile gharika na wakafa kabisa, walitakiwa kujiongeza kwamba kumbe Mungu anaweza kukasirika. Lakini kwa sababu tayari Mungu alikuwa ameshaweka agano kwamba hawezi tena kumwangamiza mwanadamu kwa maji, ndipo alipoamua kutumia mbinu nyingine ya kuwachafulia usemi ili wasiweze kuzungumza lugha moja, wakafanikisha lile tukio la kujenga ule mnara. Story inakwenda kwa title ya The Origin of Israel. Usiache kusubscribe katika YouTube channel ili uwe wa kwanza kupata mwendelezo wa story nyingine.